Uzinduzi wa baraza jipya la mawaziri unakuja huku Rais Samia akianzisha tume ya uchunguzi kuchunguza machafuko yaliyotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29. Kwa sasa anaungana na Charles William, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Charles, karibu sana katika kipindi. Unazungumziaje uteuzi huu wa baraza jipya la mawaziri la Rais Samia Suluhu Hassan? Ni uteuzi ambao umeshitua watu wengi. Watu wengi hawakutarajia kuona vigogo kadhaa wakiwekwa kando, hususan wale ambao walikuwa wakishikilia wizara ambazo ni nzito kwenye nchi, lakini pia wale ambao ni wakongwe ndani ya serikali kwa kipindi cha muda mrefu. Na ukitazama baraza hili la mawaziri limetangazwa pasipo kuwepo kwa naibu waziri mkuu, ambaye baadhi ya watu walikuwa wakidhani kwamba angeweza kuwa waziri mkuu kwa sababu alikuwa msaidizi wa waziri mkuu ambaye amemaliza muda wake, lakini amekuwa hayupo kabisa kwenye baraza hata kushikilia wizara. Lakini waziri wa mambo ya ndani hajajitokeza kwenye baraza hili lililotangazwa. Waziri wa afya hajaonekana katika baraza hili lililotangazwa. Spika wa bunge ambaye baada ya kuondoka kwenye kinyang'anyiro cha ubunge watu kadhaa walikuwa wakibashiri pengine angehamia kwenye baraza la mawaziri, lakini pia hayupo. Kwa hiyo lina mshtuko kwa maana kwamba linatambulisha sura mpya na kuweka kando vigogo ambao walikuwa wamezoeleka kwenye siasa za Tanzania kwa takriban miaka 10 iliyopita. Sasa baraza hili la mawaziri limeongezwa hadi 27 ikiwemo kuanzishwa kwa wizara ya masuala ya vijana. Hii inaonyesha vipaumbele vya Samia ni vipi, na je, hili la kuongeza wizara lilihitajika kwa sasa? Nadhani kwenye hotuba yake Rais Samia alieleza jinsi ambavyo analitazama kundi la vijana kama kundi linalohitaji kutazamwa kwa upekee. Na maana yake wizara hii ya vijana imekuwepo, lakini imekuwa kama idara tu serikalini ikiunganishwa na wizara zingine zinazoshughulikia masuala mbalimbali. Zamani kulikuwa kuna wizara ya kazi, vijana na ajira, lakini wakati fulani kulikuwa kuna wizara ya habari, utamaduni, sanaa, michezo na vijana, na kwa wakati fulani pia kumekuwepo wizara hii ikihama kutoka kundi moja mpaka jingine. Na wakati huu wa Rais Samia ameamua wizara hii ambayo kwa kipindi kirefu imekuwa ofisi ya waziri mkuu, ndiye amekuwa akishikilia dhamana ya masuala ya vijana. Yeye ameihamisha kutoka ofisi ya waziri mkuu na kuipeleka kwenye ofisi ya rais, na ameteua waziri sasa kamili ambaye anashughulikia masuala ya vijana tu, hakuna jambo lingine lolote. Na uteuzi wa Joel Nanauka kama waziri kwenye wizara hiyo nimeona umefurahisha vijana wengi, kwa sababu Joel Nanauka amekuwa kijana mashuhuri hapa Tanzania kwa takriban miaka 10, lakini ameishinda ubunge kwa mara yake ya kwanza baada ya kujaribu kugombea mara 2 huko nyuma akishindwa. Hii mara ya 3 amefanikiwa kuwa mbunge kwa mara ya kwanza kama kijana na ameteuliwa kuwa waziri katika wizara hiyo. Nimeona ni jambo ambalo limefurahisha watu wengi, hasa hapo kwa Joel Nanauka. Naam. Sasa tuzungumzie swala ambalo limezua mjadala mkali katika mitandao ya kijamii, uteuzi wa binti ya rais na pamoja na mkwe wake katika kujumuishwa katika baraza la mawaziri. Unaona kwamba vipi hii inaweza kuathiri vipi imani ya umma kwa serikali ya sasa inayohudumu? Kwa upande mmoja watu wanaweza kutazama kama ni upendeleo wa kindugu au wa kifamilia kwa jicho la kwanza. Wapo ambao wanakosoa na kulitazama kwa namna hiyo, na wapo ambao wanalitazama kwenye jicho la kwamba rais yoyote anapokuwepo madarakani kuteua watu ambao kwanza anawaamini, lakini cha pili anafahamu vizuri uwezo wao. Lakini cha tatu kuwa anaangalia wamethibitisha kuwa na uwezo wa kazi hiyo katika kipindi cha nyuma au la. Sasa ukitazama Mohamed Mchengerwa ambaye ni mkwe wake, huyu amekuwa mbunge kabla hata ya Rais Samia kuwa makamu wa rais wa Tanzania, na kabla ya kuwa rais alishakuwa mbunge. Kwa hiyo alikuwa ndani ya bunge
akiwa anaonyesha kwamba ni mwanasiasa ambaye ameweza kupambana kwenye eneo lake mpaka kufanikiwa kuwa mbunge na baadaye yeye alikuja kumjumuisha serikalini. Na Wanu Hafidh Amir ambaye ni binti yake, ni binti ambaye amekuwepo kwenye heka za siasa hapa Tanzania kwa kipindi kirefu, hata kabla ya mama yake kuwa makamu wa rais na kisha kuwa rais. Kwa hiyo hiyo passion ya kuwa kwenye uwanja wa siasa amekuwa nayo, labda ambalo watu wengi hawalifahamu ni kwa sababu amekuwa akifanya zaidi siasa katika ukanda wa Zanzibar. Kwa hiyo hafahamiki na watu wengi kama mwanasiasa mashuhuri kwa upande wa Tanzania bara, na pengine hilo ndio mtihani atakaokuwa nao, kuthibitisha kwamba anao uwezo wa kufanya kazi bila kuonesha kwamba labda tu amebebwa. Kwa hiyo atakuwa na mtihani huo wa kuthibitishia umma kuhusu uwezo wake. Naam, asante sana. Ni Charles William, mchambuzi ambaye ametukamilishia taarifa yetu kuu.